Tamasha letu la Yanga Day ambacho kilele chake ni siku ya Jumapili na itafanyika katika uwanja wa Uhuru hapa jijini Dar es Salaam. Jambo la kwanza ni kutaka kuwajuza wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans ticket ambazo tumesalia nazo mpaka sasa hivi ni ticket za mzunguko pekee. Ticket za Royal zimeshamalizika, tiketi za VIP nao zimeshamalizika. Jukwaa pekee ambalo kwa mujibu wa takwimu ya mwisho 70% ya tiketi za jukwaa la mzunguko zimeshanunuliwa. Tafsiri yake ni kwamba kama utaendelea kusubiri sana kutoka sasa hivi kuelekea siku ya Jumapili, siku ya tamasha lenyewe, wasiwasi wangu unaweza usishiriki Yanga Day msimu huu, kwa sababu watu wanashambulia kweli ticket na wanayanga wana hamasa kubwa ya kuwaona wachezaji wao, kuiona timu yao, lakini kukutana pamoja kushiriki kwenye sikukuu kubwa ya mpira hapa Tanzania. Kwa hiyo niwaombe mashabiki na wanachama klabu yetu Young Africans kuwahi kununua ticket siku ya leo, na ukichelewa sana basi kesho iwe mwisho umeshapata tiketi yako, na Jumapili kazi yao kubwa iwe kuchagua tu kama unavaa jezi ya kijani, unavaa jezi ya njano au unavaa jezi nyeusi kuja uwanja wa Uhuru kwa ajili ya tamasha la Yanga Day. Mageti yatafunguliwa majira ya saa 5 kamili asubuhi. Mnafahamu uwanja ule kuna hafla mbili zinafanyika. Kwa hiyo kwa sababu ya maandalizi na uchache wa muda, tunawaomba wanachama wetu waridhie mageti kufunguliwa saa 5 kamili asubuhi. Tunaamini kipindi kifupi cha katikati hapo tutakuwa tumeshafanya maandalizi yote na uwanja utakuwa uko tayari kwa ajili ya kulipokea tamasha la Yanga Day. Kwa hiyo saa 5 kamili asubuhi mageti ya uwanja wa Uhuru yote yatafunguliwa kwa ajili ya kuwapokea mashabiki, wananchi na wanachama mbalimbali wa klabu yetu. Jambo la tatu ni kuwajuza ratiba nzima ambavyo imepangwa na Secretariat Young Africans kuelekea siku hii ya tamasha lenyewe. Tukifungua mageti tunaanza burudani moja kwa moja. Kama kuna msimu ambao tumetamani tukate kiu cha wanachama wetu ni msimu huu wa Yanga Day. Hatutaki kupoa hata dakika moja. Kwa hiyo tukifungua mageti, wakati mnaingia iko orodha ya DJ ambayo itawapokea pale kwa burudani. Hatutaki mtu afike pale atumie muda mwingi kwenye kupiga story na mtu. Tunataka ukishaingia uwanja wa Uhuru Jumapili unaanza vibe mapema, unaanza kufurahi mapema. Kwa hiyo ni muhimu mfahamu mageti yakifunguliwa saa 5, ukiingia tu ndani wewe njoo tayari kwa ajili ya shangwe. Hatutakuwa na muda wa kusubiri. Muziki utaanza kulia mapema, tufunga sound ya kisasa ambayo ukiwa pale uwanja wa Uhuru, kwa mkazi ambaye anaishi mwisho kabisa maeneo ya Mwenge hapa Rugala, unasikia shughuli ya Yanga Day inavyoendelea pale uwanja wa Uhuru. Maana yake tumefunga muziki wa viwango vya juu kweli, na tumepick the best DJ ambao tuko nao hapa Tanzania kwa sasa kwa ajili ya kuhakikisha burudani ya muziki inatolewa kwa viwango vya juu kweli. Tunayo orodha ndefu ya DJ ambayo kuanzia sasa hivi kupitia kurasa mbalimbali za kijamii za klabu yetu ya Yanga tutaanza kutangaza orodha hiyo ya DJ ambao wanakwenda kutoa burudani siku ya Jumapili. Lakini tunayo orodha nzuri, orodha bora ya wasanii ambao wanakuja kutogea burudani siku ya Jumapili. Juzi niliwatangazia kwamba tupo kwenye majadiliano ya mwisho, na nimshukuru Mwenyezi Mungu nikitumia pia fursa hii kuwatangazia tayari tumeshafanikisha makubaliano na msanii Dudu Baya. Ni miongoni mwa wasanii ambao watakuja kutoa burudani siku ya Yanga Day Jumapili pale uwanja wa Uhuru. Orodha ya wasanii wengine ambayo inafuatia tutakuwa tunaipandisha kuanzia sasa hivi
kwenye kurasa hizo mitandao ya kijamii, na wananchi mtaona kiwango cha burudani ambacho klabu yenu ya Yanga imewaandalia. Tumewahakikishia vibe itakuwa juu kutoka tunaingia mpaka tunatoka. Watu wanatakiwa wapewe burudani, watu wanatakiwa waenjoy kweli kweli. Kwa hiyo orodha ndefu ya wasanii wazuri, wasanii bora tutakwenda kuitangaza kuanzia sasa hivi. Tutakuwa na shughuli nyingine ambazo ni shughuli za kimpira. Mwaka huu kwa sababu ya muda tutakuwa na mechi mbili tu. Mechi ya kwanza ni mechi kubwa, mechi ya siku ambayo klabu yetu ya Yanga ikiwa imesheheni wachezaji wote wale wa zamani na wapya ambao tumewasajili, watakwenda kucheza mechi hii dhidi ya Eagle du Congo ambao tayari wameshaingia nchini na wameshafanya mazoezi asubuhi ya leo pale uwanja wa Uhuru na wako tayari kwa ajili ya burudani ya siku ya Jumapili. Kwa hiyo ni mechi ya kwanza ambayo kwenye ratiba mechi hii itafanyika saa 1:30 usiku. Ikifika 1:30 ndiyo kick-off ya mechi yenyewe. Tunafahamu kutoka tarehe 9, tarehe 12 ambayo itakuwa ni siku ya Jumatano, klabu ya Young Africans itakuwa na mchezo wa ngao ya jamii. Kwa hiyo tunatamani mechi hii ichezwe na imalizike mapema, players wakapate muda wa kupumzika, alafu Jumatatu Mungu akijalia heri tuanze safari ya kutoka hapa Dar es Salaam kwa njia ya boti kuelekea visiwani Zanzibar kuanza maandalizi ya mechi ya ngao ya jamii. Kwa mechi ya kilele cha Yanga Day kati ya Yanga Afrika na Eagle du Congo itaanza saa 1:30 usiku. Lakini kutakuwa na mechi nyingine ambayo mechi hii kwa miaka mingi sasa hivi imekuwa ni mechi ya upande mmoja. Kuna upande mmoja umekuwa ukionea na kunyanyasa upande mwingine. Ni mechi kati ya viongozi wa klabu yetu ya Yanga dhidi ya celebrities wa klabu yetu ya Yanga. Msimu huu nipende kuwapa taarifa mashabiki na wanachama ambao watakuja uwanja wa Uhuru na ambao watafuatilia mubashara kupitia vyombo vya habari. Technical bench ya Yanga ni sehemu ya viongozi. Kwa kama kuna mtu umemuona kule ukawa na wasiwasi naye, anajua boli au hajui boli, atashiriki pia kwenye kucheza mechi hii kati ya viongozi wa Yanga dhidi ya wasanii na watu mashuhuri wa klabu yetu ya Yanga. Kwa miaka mingi kama nilivyowaambia, mechi hii imekuwa ni mechi ya upande mmoja. Wasanii huwa wanakutana huko, wakija pale wanachezea goli kuanzia 3 na kuendelea. Mwaka jana walifukuzana pale uwanjani, benchi la ufundi lilitimuliwa, matokeo yakiwa goli 3-0. Mwaka huu tulikuwa hatutaki kucheza nao kabisa, tafute timu nyingine, lakini wakaleta mapendekezo yao kwamba wamejipanga na wako tayari kufuta unyonge mwaka huu pale uwanja huu. Kwa nafasi ya upendeleo tukawakaribisha na tumewapa nafasi ya mwisho. Kama hawatashinda Jumapili ni hasta la vista, hatutacheza nao tena. Kwa hapa tunaye kiongozi wa Yanga Celebrity, kaka yetu Jimmy Mafufu almaarufu kwa jina la kisanii Kipunje. Atazungumza kwa upande wa wasanii, kitu ambacho amejiandaa nacho kwa mwaka huu. Viti ninavyoviona hivi waliandaa wasanii wao, wachezaji waje kuzungumza, lakini sijui ni kwa sababu za hofu, sijui ni sababu gani, naona wote wameingia mitini, amekuja tu kiongozi wao. Kwa hiyo tumpe nafasi ya kuzungumza kidogo, alafu nitakuja kumalizia mwisho kwa ratiba na kujibu maswali mawili ambayo au matatu ambayo mko nayo kabla tujafunga hafla yetu. Kiongozi, karibu uweze kuzungumza na waandishi wa habari. Kwamba tarehe 12 kuna jambo la kihistoria litatokea pale Uhuru, lakini mimi nataka nizungumze kuhusu timu yangu. Amesema kiongozi wa timu ya staff wa Yanga ambaye ni mkuu wa idara ya habari ya klabu yetu. Mara nyingi wanasema hali asiitwe msemaji. Huyu sio msemaji, ni mkuu wa idara na mwenyekiti wa wasemaji wote Afrika.
ameibeza timu yetu kwa namna alivyoweza, lakini mimi kama mwenyekiti, baada ya ile mechi tuliyopigwa pale, kwanza nilikuwa safari, nilikuwa niko Uingereza, lakini niliangalia mechi online. Timu yangu baada ya kufungwa, nikagundua golikipa wetu Kobisi kuna namna alihusishwa na ndugu yetu Ali, kwa sababu walionekana huo usiku. Sasa na mazungumzo gani? Lakini nikaja kugundua ndugu yetu Mboto ambaye ndio kocha mkuu wa timu yetu, na yeye kulikuwa na shida. Kwa hiyo tukafanya utafiti, tukaingiza watu wa TAKUKURU ndani na nini, baadaye nikawasimamisha. Lakini juzi nilipogundua tatizo, niwatangazie rasmi kwamba Kobisi amerudishwa kwenye timu yetu na ndiye golikipa namba 1 wa timu hii. Lakini kocha mkuu Mboto na msaidizi wake Nanga ambaye yuko njiani, wote wamerudishwa. Lakini tumefukia ile mianya. Sasa hivi timu yetu iko kambini. Mlinzi tumemweka ni Bubu, afu ni Kiziwi. Kwa hiyo hakuna namna yoyote Ali na genge lake wanaweza wakapenya tena pale. Tusipowafunga hawa safari hii, mnamjua yule mama anauza jezi pale anaitwa nani? Niiteni Mama Manji. Hawa wakitufunga, hata wakidraw, mniite Mama Manji, tutawapiga goli sio za kawaida, na tutawaondolea utulivu wa kuangalia ile mechi kubwa ambayo Sharulini anataka. Kwanza timu yangu, unajua winga moja anacheza Ndaro, winga nyingine nampa chezaji la UEFA, pale juu nasimama mwenyewe Mafufulile. Jamani! Kwa hiyo tumejipanga vizuri, na niwahakikishie Watanzania kutakuwa na burudani sio ya kutosha. Dimba la chini safari namweka Kingwendu lile. Mna wazimu kitu gani nyie? Anazunguka pale chini. Kwa hiyo tuna timu imara. Hawa viongozi hatutakuwa na mazungumzo nayo popote. Ndio maana timu yetu safari imewekwa, wengi ni watu hawasemi wala hawasikii, kwa sababu hawa ni wajanja kwenye maelezo. Kwa hiyo sisi tukuhakikishie msemaji wa mwenyekiti wa wasemaji wote Afrika kwamba safari tutakupa huzuni kabla ile saa 1:30 ya kwenda kuangalia vitu vya Benzema pale juu. Wewe utakuwa tayari una huzuni yako. Nitumie wakati huu kuwaomba wanachama wote wa klabu yetu, mashabiki, siku ya tarehe 12, amesema msemaji, shughuli zinaanza mapema kabisa asubuhi. DJs wa kutosha wapo. Njooni pale mpate hizo burudani, lakini burudani kubwa zaidi ni kule kuwadhalilisha tutakako wafanyia viongozi wa Yanga, wa GSM na staff wote wa klabu yetu, ambao tukiwakosa sana, nafikiri tuzidi kwa wale tuliopiga 5. Tutaanza na 6. Ili tarehe 12 sasa ile ya mechi ya ngao ya jamii, hawa kina Shangulia wenzee waanzie 7. Sisi tutapiga 6. Tusipokufunga, niko tayari niitwe Mama Manji. Nimemaliza, asante sana. Waandishi, naamini nimemsikia Mama Manji Nashukuru Mama Manji bwana kwa speech yako nzuri, na mimi napata nguvu, napata ujasiri wa kuanza kuita hilo jina kwa sababu timu yangu naijua na ninaiamini. Kwa mimi sisubiri Jumatatu ndio nianze kumuita bwana Mama Manji. Mimi timu yangu naijua, timu yao tunaijua na tunaimudu. Kwa hiyo hili jina ni vyema ukaondoka nalo, na kama una jezi umeshanunua kaiandike kabisa nyuma, watu wasipate shida kutafuta Jumatatu. Mama Manji kwa wapi? Mama Manji kwa wapi? Na waandishi, huyu mtu mnamfahamu, alishawahi kuwapaga ahadi ya shilingi milioni 1. Sijui kama alishawahi kutoka ile ahadi. Hajawahi kutoa. Wenzako yuko wapi? Yule anazuma sana. Alikuja nani? Isaya Dede alikuja ofisini akaokota. Sawa. Hiyo ni burudani ambayo itapatikana pia siku ya Jumapili kati ya wasanii wa klabu yetu ya Yanga ambao watacheza na viongozi wa klabu yetu ya Yanga. Mimi sina muda wa kupea sana timu yetu kwa sababu mambo ni mengi mjini hapa. Kwa hiyo booster ya staff Young Africans mtakutana nayo uwanjani pale. Wakati huu niruhusu ndugu zangu, kama mna maswali 2 matatu kuelekea kwenye tamasha letu tuweze kuzungumza, alafu tukaendelea na shughuli nyingine. Karibu kiongozi. Nimeona mitandaoni klabu ya Yanga imefungiwa na FIFA madisha mangapi sema? Madisha 3. Sasa anasema ameonaona kule haelewi. Wanamuuliza msemaji ukweli wa hii taarifa ukoje?
Ndugu yangu, kuna vitu vingine mpaka sasa tushachoka kujielezea. Umeona hizi transfers zote hizi zinafanyika kwenye mfumo unaitwa poto, na huu mfumo upo pale shirikisho pia la TFF wanaofuatilia, yaani wanajua kila kitu. Mimi nikupe ruksa, nenda pale TFF, nenda kawaulize hilo swali ambao wenye mamlaka ya mpira, Yanga amefungiwa? Na kama kafungiwa, kesi ni ipi? Sababu tukiwa tunaelezea si kila siku hapa na mambo yanajirudia kila siku, mtaona kama tunafanya utetezi hivi, tunafanyaje. Hiyo taarifa shekhe, ni taarifa ambayo kama ambavyo tumefungua msimu, mnakumbuka taarifa kama hiyo, Yanga amefungiwa, sio haiwezi kusajili, kama tunafungua msimu hivyo ilianza. Kwenye FIFA poto kuna pande nyingi zinahusika. Kwa mfano sisi tukimsajili mchezaji kutoka timu B akaja timu yetu, kule timu B kwenye mfumo tunaingiza vitu vyote, ikiwemo mkataba, ikiwemo proof of payment ambayo tumeifanya kwa mchezaji, lakini pia kwa klabu husika. Na wao timu B ambao watuuzia mchezaji wanatakiwa wathibitishe kwenye mfumo kwamba kweli wamepokea yale malipo na wameipata ile proof of payment na mkataba uko sawa, alafu ITC inafanyaje? Inatuma. Ipande moja katika hizo mbili ikikwamisha huo mchakato, lazima kwenye mfumo wa FIFA idetect kwamba kuna kitu hapa hakiko sawa. Hasa kwa hiyo situation ambayo imetokea jana ni situation ambayo kuna moja ya klabu hapa, sijui sitaitaja kwa sababu hata nyinyi hamkuweza kuiona, walikuwa hawajathibitisha viambatanishi vya malipo ambavyo tuliviweka, kwa sababu lazima wao wathibitishe kwamba kweli tumelipwa na hii deal imekuwa okay, ndio kwenye system ina detect kwamba tayari biashara imekamilika. Sasa sijui ni kwa sababu ndio klabu kubwa tena Yanga hii, jambo hili limechukuliwa kwamba madirisha yanafungiwa, kila siku Yanga anafungiwa kusajili, kila siku Yanga anasajili, kila siku Yanga anakuwa bingwa. Story ni hiyo tu, kila siku Yanga anafungiwa kusajili, kila siku Yanga anasajili, kila siku Yanga anakuwa bingwa. Sasa sijui mnamhofia nani yani? Yaani katika watu tuliowachukua hawa nani yani hamtaki tumsajili? Yaani tuambieni mapema tujue katika hawa ambao tumewasajili nani tumtawa. Sababu tunao tumewasajili wapya, tunao zamani, na Jumapili tunaangusha chuma kingine pale uwanjani. Hamtaki cha Jumapili tukishusha, yani tujue tumefungiwa, hamtaki wa Jumapili au hamtaki upi katika ambao tuko nao. Kwa hiyo ningetamani na nyinyi muende pale siku moja pale, kaka yangu Ndimbo atoe kidogo darasa la jinsi gani haya mambo yanafanya kazi. Kwa hiyo ukipata darasa vizuri, maana ukiingia unaweza kufuatilia taarifa vizuri, ukawa una uthibitisho kwa bwana hapa kafungiwa kwa sababu gani, imekuwaje, kashindwa kulipa, si imekuwaje. Information zipo nyingi sana pale. Kwa hiyo taarifa shekhe imetokea jana, imeshakuwa solved, na nafikiri kwa mujibu wa CEO hapa wameshatafutwa wale watu, wamesha confirm na maisha yameendelea vizuri kabisa.